Bwana, katika sakata kubwa sana ambalo linaendelea kwa hivi sasa, of course, ni sakata la Founder TZ Mama Dangote kuweza kupinga kusainiwa kwake katika lebo ya WCB Wasafi. Na hii inatokana na kwamba inasemekana kwamba Mama Dangote ana ndugu zake ambao hawajaweza kupewa nafasi WCB licha ya kuwa Lavalava alipewa nafasi. Sasa inaonekana kama vile mwanae Diamond Platnumz anambania hivi kutokana na kuona uwezo wa Founder na kutaka kumsaini katika lebo yake. Sasa moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo of course inazidi kushtua ni taarifa ya Mange Kimambi. Mange Kimambi bwana, tunafahamu amekuwa akipata siri nyingi sana na kuweza kuzitoa exclusive kabisa ambazo zimekuwa zikionyesha ukweli wa namna moja ama nyingine juu ya mambo ambayo yanatokea Wasafi, lakini yakimhusu Diamond Platnumz, mama yake Diamond ambaye ni Mama Dangote, Zuchu, Esma na watu wengine wengi ambao wako ndani ya Wasafi. Sasa kupitia Mange Kimambi hapo Mange mwenyewe ameweza kutoa ukweli wote kuhusiana na issue ya Founder TZ, kuhusu mama mzazi wa Diamond Platnumz kuweza kukataa kwa Founder kusainiwa katika lebo ya WCB Wasafi. Sasa Mange bwana, yeye ameweza kuandika ujumbe ufuatao. Amesema kwamba huyo mtoto mnamnyonya bure na mnachomfanyia sio sawa. Ametoka Nyarugusu kuja kusaidiwa, sio kuanza kumletea figisu. Mama Diamond, hufanyi sawa kwa sababu kile ambacho unakiona ni maslahi yako na familia yako. Mwache mtoto apate nafasi na apate riziki. Huo ni uchoyo wa hali ya juu. Mtakwamisha ndoto zake. Mwisho wa kunukuu. Sasa huo ni ujumbe ambao Mange Kimambi ameweza kuandika kupitia kwenye Mange Kimambi app. Hii ni baada tu ya kuweza kutoa exclusive hii, lakini katika taarifa hii Mange Kimambi amesema kwamba ana taarifa zote kuhusiana na issue nzima ambayo inamhusu Founder TZ, kwa sababu amesema kwamba wakiendelea kufanya sekeseke hili basi wataweza kulilipua na kwenda duniani zaidi na zaidi. Of course Diamond hapa nyuma tu aliweza kutangaza kwamba atamsaini Founder katika lebo yake, na baada ya kuonyesha mkataba ule ambao ulifichwa kidogo kwa namna moja ama nyingine, watu wakaibuka sana, wengine wakazani kwamba Saluu wa BSS atasainiwa, yule ambaye alishika nafasi ya pili kwenye shindano la BSS mwaka huu 2025. Sasa haikuwa kama hivyo ambavyo vilitarajiwa, na dogo huyu bwana anakaribia kumaliza form 4. Sasa Mondi kama vile alitaka kumwahi hivi Founder ili nyimbo zake ambazo zinaweza kutoka hivi sasa ziwe under Wasafi, kwa sababu ameshaona kabisa dogo ana market tayari, ana washabiki wengi ambao wanamfuatilia tayari. Dogo ana sikio la kusikilizwa kwa sababu nyimbo zake tu zimeweza kuonyesha ni kwa jinsi gani Founder anafahamika na anajulikana na anapendwa sana na watu. Kwa hiyo Mondi ni kama vile alikuwa anataka awai biashara hii. Of course hii tayari ilikushaonekana toka awali kwamba Babu Tale alikuwa na nia thabiti kabisa kumsaidia dogo huyu, lakini mwisho wa siku ataangukia katika mikono ya Wasafi. Na Babu Tale ni miongoni mwa manager wa Diamond Platnumz ambaye yeye bwana anashughulikia show za ndani za Diamond, lakini Salamu SK yeye anashughulikia show za nje za Diamond Platnumz. Na tunafahamu tu kwa mwaka mzima Mondi huwa ana show nyingi nje kuliko ndani. Hiyo ni kawaida yake. Na ukiona anafanya show ndani basi ujue ni Wasafi Festival au kuna show special zaidi ambayo huwa anaiandaa. Of course tumekwishaona show zake za pale Kahama ambazo alikuwa akiziandaa kwa namna moja ama nyingine. Zimeonekana kuwa show kubwa, show nzuri ambazo zimegusa sana macho na masikio ya watu. Kwa hiyo hili jambo ambalo sasa hivi linazidi kuchukua sura ya Wasafi ndani ya Wasafi, of course linazidi kuleta sitofahamu kubwa kwa hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu Founder bwana wakianza kumgas mapema hivi wanaweza kukaumisha kabisa ndoto zake. Sasa huyu dogo ana kipaji na tayari Mange amekwisha shtukia mchongo ambao unatengenezwa ndani ya Wasafi kwamba Mama Dangote anataka kumzibia riziki Founder TZ. Of course Wasafi huwa wananyonya sana kwa wasanii wakiwa pale. Mondi huwa anachukua 60%, kisha msanii anachukua 40%. Na hiyo yote inatokana na kwamba yeye anamsaidia, anamkuza msanii, lakini anamfanya kuwa kimataifa, anampeleka katika kampuni kubwa za kusimamia muziki wake. Wakiwa wanasambaza kazi zake lazima atapata maokoto ya kutosha. Kwa hiyo sasa hiki ambacho kinaonekana hapa kwa Founder TZ ni kwamba wanamtengenezea mazingira fulani ambayo yanaweza kumfanya yeye akarudi nyuma kimuziki, kwa sababu kama Mama Dangote ambaye ni mama yake na Diamond anaumia juu ya Founder kuweza kusainiwa Wasafi, basi kuna vitu vingi sana vinaweza vikaibuka katika
nyakati za mbeleni. Of course kile ambacho kinamtokea Zuchu kwa hivi sasa kwamba Mama Dangote hatamani kabisa kuweza kumuona Zuchu akiendelea kudate na Diamond Platnumz. Sasa Zuchu pia anapitia wakati mgumu licha ya kuwa ni msanii pale Wasafi, lakini kuna vitu vingi ambavyo anakuwa hayupo huru navyo juu ya Diamond. Inafika hatua kwamba wanaamua sasa kuweza kujificha kwa ajili tu ya kuweza kufanya mambo yao. Sasa hilo jambo kidogo linazidi kuleta hofu kwa Zuchu kwa sababu ya mama yake Diamond Platnumz kuweza kupinga. Na unajua kwamba mzazi akisema kitu huwezi kubisha. Sasa unaona kabisa kwamba Mondi anashindwa kuwa na kauli juu ya mama yake kwa sababu yule ni mama yake, mwisho wa siku lazima afuate kile ambacho anakifuata. Sasa nikwambie tu Mange bado amezidi kusema kwamba endapo mambo haya yatazidi kuendelea chini kwa chini, basi ataweza kuyavumbua kwa ukubwa zaidi na kuweza kuvumbua siri zote za wasanii hadi chanzo cha kuondoka kwa Mbosso ndani ya Wasafi, kwa sababu Mange anaonekana kwamba anawaweza sana watu wa Wasafi. Kuna mtu ambaye anampa taarifa kutoka ndani kabisa ambaye anazishughulikia na kuweza kuzitoa duniani. Of course Mondi pia sasa hivi anaendelea na kesi yake ya Rita, yule dada ambaye alivujisha video za Diamond Platnumz wakiwa wote, lakini vile vile alisema kwamba kuna vitu vingi ambavyo anavyo na anaweza kuvujisha. Sasa story iko polisi kwa hivi sasa, kesi iko polisi pale na bado haijaweza kutolewa ufumbuzi kwa aina yake. Mondi pia hofu yake kubwa ni kwamba kumzuia Rita asiweze kuchafua career yake, lakini vile vile mambo mengine yaweze kuenda sawa. Sasa Zuchu pia inaonekana kipindi ambacho anakipitia ni kipindi kigumu katika Wasafi. Hadi hapo katikati alihusishwa kuweza kuondoka katika lebo WCB Wasafi, ambapo Mange Kimambi alitishia kuweza kutoa ukweli wote juu ya Zuchu kuondoka Wasafi, lakini ni kama vile aliamua kustay hivi kwa namna moja ama nyingine. Na tunafahamu Mange na Mondi ni watu ambao wanaheshimiana sana licha ya kuwa muda mwingine Mondi analipuliwa sana na Mange Kimambi. Sasa issue ya Founder TZ Mange amezungumzia kwamba anaijua vizuri na kuna nyimbo zake ambazo zimepigwa pini na kuna nyimbo ambayo ilibidi itoke ya Founder na Diamond Platnumz, lakini imepigwa pini kwanza mpaka aweze kusaini katika lebo WCB Wasafi. Sasa Mondi amehofia kuweza kutoa nyimbo hiyo, labda angempa dogo utajiri mkubwa zaidi na ustaa mkubwa, na huyu anamtaja kuwa ni moja kati ya Diamond wa baadaye kwa sababu ya uwezo wake katika umri mdogo wa kuweza kufanya vitu vikubwa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo Mondi inawezekana ameipiga pini ile ngoma ili kwa sababu aweze kumsaini Wasafi, basi pesa ambayo itapatikana kwenye ile ngoma ambayo ameimba na Founder basi iweze kuingia pia katika kampuni ya Wasafi. Mondi ni mjanja sana of course, kwenye kibiashara huwa ni mtu makini, mtu ambaye anajua nini ambacho anakifanya. Ndio maana Mondi huwa kurupuki kwenye kufanya mambo. Ndio maana hata mikataba ambayo amekuwa kisaini na wasanii, mwisho wa siku ile mikataba itawaumiza wasanii endapo hawajafuata utaratibu. Tumeona kwa Harmonize, pia tumeona kwa Rayvanny, ni pesa nyingi ambazo waliweza kuzilipa. Licha ya kuwa inasemekana kwamba Mbosso yeye hakulipa hata kitu chochote, yani Mondi alimwachia tu free aende zake asiweze kulipa chochote. Na uliona kabisa pia Mbosso naye akaweza kujibia hilo swala, na baada ya hapo akaenda kutibiwa ugonjwa wake wa moyo ambao umekuwa ukimsumbua kwa muda mrefu sana katika taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa kubwa kabisa ambayo inaumiza mashabiki wa Founder juu ya Mange Kimambi kuweza kuingilia kati sakata hili na kutishia kuweza kulipua, japokuwa amefunguka kidogo kuhusu Mama Dangote kukataa kwa Founder kusainiwa Wasafi. Sasa hii ni Zone Media. Ukisubscribe channel yetu utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu katika nyakati zijazo. Hivyo nikusihi mtazamaji, kama bado hujaweza kuungana na familia yetu ya Zone Media, basi wakati ni huu uweze kusubscribe hapo chini, lakini kugusa alama ya kengele. Kisha baadaye kama unaweza mtazamaji, basi nikusihi nikuombe uweze kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, na asante kwa kuchagua Zone Media.